ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. نوزانgu Islam, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khutba yetu katika Ijumaa ya leo itakuwa ikizungumzia sehemu ya mwisho ya maudhui ya at-tarbiya al-islamiyya, malezi ya Kiislamu wa tarbiyatul aulad, walea watoto. Juu ya malezi hayo, baada ya safari ndefu kidogo katika kuidainisha maudhui hii, nimeona leo nihitimishe kwa baadhi ya masala ambayo tunaweza kusema kwamba ndio kama natija au matokeo ya malezi mema. Na pia vile vile tutagusia kwa upande wa pili natija na matokeo ya malezi mabaya. Lakini pia tunaweza tukaleta maudhui hii kwa sura kama ya swali kwamba limadha nurabbi al-aulad, kwa nini tunalea watoto, tunapata faida gani katika kuwalea watoto? Kwa kweli kuna fawaidi nyingi sana ndani yake, kuna faida nyingi sana zinazopatikana katika suala hili la malezi, lakini nitazitaja zile zilizo muhimu zaidi, hasa kwa kuchunga wakati, kwa sababu katika sunna inatakiwa khutba iwe fupi kwa kadiri ya mazoea na hali za watu. Kwa hiyo tutaifupisha khutba yetu kwa kutaja yaliyo muhimu zaidi katika masala ya malezi. Lakini unatakiwa ufahamu ndugu yangu katika iman kwamba suala la kuwalea watoto na wale waliochini masuhulia na majukumu yako, hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. wal amru yaqtadi alwujub, na katika misingi ya sheria amri inahukumia uwajibu kama ni lazima uitekeleze. Ina maana kuiasi amri hii na kutoitekeleza ni kujibebea mzigo wa madhambi. Kwa hiyo ukiwatelekeza watoto wako, sije ukaona kwamba umekwepa masuhulia na huna lawama. Ujue kwamba masuhulia bado unayo na dhambi utazibeba
na Allah atakwenda kuhisabu siku ya kiyama kwa dhambi hizo. Kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu kwamba suala la malezi si hiari, ni suala la wajibu lililoamrishwa katika sheria ya Kiislamu. Usisubiri ufikishwe mahakamani, usisubiri upelekwe kwenye mabaraza ya mambo ya ustawi wa jamii ukaitwa ukafanya. La, maadamu wewe ni Muislamu, Uislamu unakuambia kwamba ni wajibu wako kuilea familia yako. Ni wajibu kwa taratibu tulizozitaja huko nyuma, na mengi ambayo unatakiwa wewe ujifunze ili kulitimiza lengo hili la malezi. Lakini pia ufahamu kwamba kuna faida ambazo unazipata wewe Muislamu kwa kuwalea watoto wako. Moja katika hayo ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unapotekeleza amri yake subhanahu, wewe unaridhiwa na Allah, unapata radhi zake. Hii ni katika faida. Kadhalika katika faida zinazopatikana katika mlango huu wa malezi, unapolea watoto wema, basi unajiandalia mtiririko wa amali njema mpaka watoto hawa wema au kizazi hiki chema kitakachofutika ambacho wewe umekilea katika malezi ya sawasawa. Kwa maana utakapokufa uko hai utapata thawabu na utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakubariki. Umekufa watoto wako wema, ule wema wao watakaofanya kadhalika na dua zao watakazoziomba zitakufikia wewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi aliyopokea al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ardah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. katika riwaya nyingine imekuja idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Mwanadamu anapokufa amali zake zinakatika isipokuwa kupitia njia tatu. Mwanadamu anapofariki, akifa mwanadamu, basi na amali zake zimesindika, zimekatika, haziendelei tena, daftari limefungwa. Illa min thalath, isipokuwa kupitia njia tatu. Sadaqatin jariya, sadaka aliyoitoa ambayo ni yenye kuendelea, ametoa wakfu, amefanya jambo la kheri katika mambo ya sadaqat, au ilmi yuntafa'u bih, au elimu ambayo hupatiwa manufaa kwa elimu hiyo, watu wananufaika kwa elimu uliyoifunza, au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema atakayemuombea, au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema atakayemuombea dua. Hapa ndio mahali shahid. Mtoto wako umemlea vizuri, akajua haki za Allah subhanahu wa ta'ala na akajua haki za wazazi wake, hata kusahau kwa dua njema, atakuwa anakuombea wewe mzazi wake kwa sababu umemlea katika malezi mema. Ama wale ambao hawakupata malezi mazuri, basi wao hawajali wazazi wao. Kingine zikapita ayyam, masiku mengi, wala mtu hakumbuki kusema rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hakumbuki mtu kusema maneno haya kwa sababu hukumpa tarbia, hukumpa malezi ya kumfahamisha kwamba wewe ni nani na dua yake ina nafasi gani. Kwa hiyo katika faida zinazopatikana, miongoni mwa faida nyingi, moja ni hii ya kupata mtoto mwema ambaye atakuwa anakuombea dua, au waladun salihin yad'u la, au mtoto mwema atakayemuombea dua. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر المسلمين، نبزانه وإسلام سؤال la kuwalea watoto katika malezi mema. Pamoja
pamoja na kuwa ni masuhulia ambayo Allah tabaraka wa taala amewatika nayo wazazi na walezi, lakini pia vile vile kuna fawaidi nyingi ambazo zinamrudia yule mlezi mwenyewe. Miongoni mwa faida hizo, Allah tabaraka wa taala hujalia sababu ya kuwa mtoto ni muombezi mwema kwa mzazi wake, ikiwa mtoto huyu amelelewa katika malezi mema. Lakini pia katika faida nyingine ambayo ni faida za kimujitama na katika dini, ni kwamba dini inapata watu wa kuirithi, kwa sababu mtoto wako umemlea katika malezi ya dini, umemfundisha kitabu cha Allah, umemfundisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, umemfundisha ilmu, umemfundisha mahaba ya kupenda ilmu na kupenda ahli alilm na kufanya da'wa, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kwa hiyo itakuwa katika mujitama wa Kiislamu washapatikana watu wa kuisimamia dini, na hii dini ni lazima ipatikane warithi wa kuirithi ambao watakuwa wao wanaipokea kisha wanaipokezesha kwa wenzao, yataallamun wa yuallimun. Na bila shaka huwezi ukakwepa malezi mema ukaikwepa njia ya taalimu, kuwafundisha watoto wako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila inapozungumziwa masala ya malezi mema, basi lazima suala la taalimu katika dini lipewe kipaumbele, kwa sababu ndio njia pekee ambayo inaweza kumpa salama mtoto wako katika akida yake, katika misimamo yake na namna ya kuishi na watu katika mujitamaa. Kwa hiyo utakuwa tayari ushatengeneza kizazi na jaili ambayo itakuwa inarithi ilmu na kuirithisha elimu ile kwa watu wengine, na hii ni faida vile vile utakuwa umeileta katika mujtama wa Kiislamu. Nahnu nahtaju ila rijali alghad, tunahitaji watu wa kesho ambao wataweza kubeba masuhulia baada ya kuwa wale waliokuwepo sasa washaondoka, basi waje wengine wa kurithi maadili na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hali kadhalika jambo kubwa kabisa, wa hiya ghayatul muna, jambo kubwa kabisa ambalo mtu analipata kwa sababu ya malezi mema, Allah subhanahu wa ta'ala humpa shafaa mlezi au mzazi, akanyanyuliwa daraja, akawa katika daraja ya watu wema, daraja ya juu kwa sababu ya mtoto wake. Na yeye kadhalika ikiwa ameacha dhuria njema, basi Allah tabaraka wa taala huwanyanyua watu wake wa chini wakenda juu katika daraja mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na Allah subhanahu wa taala atamkusanyia watu wake wote siku ya kiyama, atawakusanya, ataingiza katika janna, lakini kwa sharti na salah, sharti la wema. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim wa yatufu alayhim ghilmanun lahum كأنهم لؤلؤ مكنون. الله سبحانه وتعالى anaelezea katika sura at-Tur, والذين آمنوا نوال واليومين واتبعتهم ذريتهم بإيمان لا vizazi vyao vikawafuatia wao katika imani, alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawaambatanisha, tutawaunganisha wao na vizazi vyao katika janna, wama alatnahum min amalihim min shay, na hatutawakunja wao katika amali yao kitu chochote. Watu wako walioko chini Allah atawanyanyua, atawafanya pamoja na wewe katika janna, litaqarra aynuk, ili jicho lako litulizane, usikie raha uko ndani ya janna, lakini uko na watu wako wale wale uliokuwa nao duniani. alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay, na hatutawapunja wao katika amali zao chochote, amali zao zitakuwa pale pale na malipo yao mema yatakuwa pale pale. kullu mri'in bima kasaba rahin, kwa sababu kila mtu kwa lile alilotenda atalipwa, itakuwa ni rehani kwake yeye na atalipwa kwa kile alichokitenda. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون, na tutawaongezea wao na matunda na nyama na kila vile ambavyo wanavitamani wao, na watakuwa yatanazauna fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim, wanapeana, wanapokezana ndani yake vinywaji ambavyo haviwadhuru wao, hazina lahu ndani yake wala hazina madhambi.
watakuwa wanaelekeana, wanaulizana, tasaaluna, wanaulizana, na watasema qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samud inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barru ar-rahim. hizi ni fadhila za Allah tabaraka wa taala atawapa ahlul janna kwa kuwaunganishia wao na watoto wao waliowafuatia katika iman. bali malaika hum shufaa, malaika watakuwa ni waombezi, wanawaombea watu wale ambao wamekufa katika imani, na kadhalika wanawaombea watoto wema ambao wamefuata nyendo za baba zao na wazazi wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ghafir, walladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى anaelezea habari za malaika الشفعاء ambao wamebeba arshi ar-Rahman tabaraka wa taala. Anasema walladhina yahmiluna al-arsh, na wale malaika wanaobeba arshi, waman hawlahu, na waliyopambizoni mwa arshi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanatakasa sifa njema za Mola wao, wayu'minuna bihi, na wanamuamini Mola wao, wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawaombea msamaha walioamini. Rabbana, wanasema kumwambia Allah tabaraka wa taala, ewe Mola wetu, ighfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, wasamehe wale waliotubu na wakafuata njia yako, waqihim adhab al-jahim, na wakinge wao na adhabu ya moto. Rabbana waadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ewe Mola wetu, waingize wao katika pepo ya ukazi wa milele ambayo umewaahidi. Kisha asema waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, pia waingize katika janna wale waliokuwa wema miongoni mwa baba zao na wake zao na watoto wao, vizazi vyao pia viingize, viunganishwe katika hukumu hiyo. innaka antal azizul hakim. Rabbana waqihim as-sayyi'at, na wakinge wao na uovu. waman taqi as-sayyi'ati yawma'idhin faqad rahimta, na yule uliyemkinga na uovu wakati huo, utakuwa katika siku hiyo utakuwa ndiye uliyemrehemu. Kwa malaika wanamwombea mtu na baba yake na wazazi wake na ndugu zake na wake zake na watoto wake, lakini kwa sharti ya imani, wa manfalah, na wale waliokuwa wema. Kwa hii ni athar ya malezi mema. Mtu akipata malezi mema itakuwa ni sababu ya vile vile yeye kuingizwa katika janna, yeye na wazazi wake na ndugu zake na jamaa zake, kila aliyekuwa mwema katika familia yake. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anaelezea katika sura Ar-Ra'd aya mfano wa hii, anasema walladhina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله سبحانه وتعالى سمى wale ambao wamefanya subra kwa kutafuta wajhi wa Mola wao na wakasimamisha sala na wakatoa katika vile ambavyo tumewapa sisi kwa siri na kwa dhahiri, na wakawa wanaondosha kwa wema, wanaondosha ubaya, hawa watakuwa na nyumba na hatima iliyo njema kabisa kupata pepo, ambayo ni pepo ambayo itakuwa ni ukazi wa milele. Wataingia pepo hiyo wao na wale waliofanya wema miongoni mwa baba zao na wake zao na watoto wao. malipo yao itakuwa waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malaika watakuwa wanapita wakiingia katika kila mlango katika milango ya pepo, wakiwapa tahnia
wakiwapa hongera wale waliofanikiwa kuingia katika janna, na waambia salamun alaykum bima sabartum, salamu iwe juu yenu kwa vile mlivyosubiri. Fa ni'ma uqba ad-dar, nyumba iliyo bora iliyo mwisho mzuri kabisa ni pepo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawaunganisha wazazi pamoja na watoto wao waliowema, shakti waliowema, wewe na watoto wako, baba na wake na wengineo wote waliokuwa wema. Allah tabaraka wa ta'ala atawakutanisha, itakuwa ni familia moja inaishi ndani ya janna. Nasallallahu aljanna, nasallallahu alfirdaus al'ala. Kadhalika kinyume chake inakuwa ni uovu. Sasa kinyume chake, ikiwa mtoto hakupata malezi mema, hakuelewa malezi mema na baba yake, hawezi kuunganishwa na yeye katika janna, atakwenda katika nar. Na Allah tabaraka wa taala alipokuwa akitaja habari za anbiya katika surat Maryam, akatia kusema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadayna wajtabaina إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كما فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى أنا ويلزي وسويما من الأنبياء سمى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا هو wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaneemesha miongoni mwa manabii, min dhurriyyati Adam, katika kizazi cha Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, na wale ambao tuliwaneemesha tuliwabeba pamoja na Nuh, wa min dhurriyyati Ibrahim, na kizazi cha Ibrahim, wa Israila, na kizazi cha Yaqub, wa mimman hadaina wajtabaina, na miongoni mwa wale tulioongoza na tukawachagua. Idha tutla alaihim ayatul rahman, watu hao zinaposomwa juu yao aya za Allah mwingi wa rehma, kharru sujadan wa bukia, wao huporomoka hali ya kusujudu na hali ya kuwa wanalia. Lakini asema fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakafuatia baada yao kizazi kiovu, أضاعوا الصلاة ambao walitupilia mbali sala, wattaba'u shahawat, wakafuata matamanio ya nafsi, fasawfa yalqawna ghayya, watu sampuli hii watakwenda kuiona adhabu ngumu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Illa man taba, isipokuwa yule ambaye atatubu, wa amila salihan, na akatenda amali njema, hao Allah tabaraka wa taala anasema yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a, wataingizwa katika janna na wala hawatadhulumiwa kitu chochote. Wale ambao watapona katika hao ni wale ambao walifanya tauba. Lakini baada ya kizazi cha Israeli na kizazi chema, kuna kizazi kilifuatia kiliacha maadili ya wazee wao, wakaingia katika mambo maovu, wakapoteza swala ikawa kwa wao haipo, watu wakaingia katika shahawati, matamanio ya nafsi, wakaacha mwongozo aliokuja nao mtume wa Allah tabaraka wa taala, wakaingia katika ghadhabu za Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika faida kubwa ambazo zinapatikana, miongoni mwa faida za malezi mema ni kwamba Allah subhanahu wa taala atakuunganisha wewe na kizazi chako kilichochema katika janna. Ikiwa wewe utakuwa ni katika wale walioingia katika janna, basi utakusanywa watoto wako, wajukuu wako, ndugu zako, familia yako yote Allah ataikusanya kwa pamoja, mtakuwa katika janna, na kila mmoja atapata neema kwa kadri ya amali alizofanya. Wama alatnahum min amalihim min shay, kullu imrin bima kasaba rahin. Ni nani katika sisi ambayo hazipati fadhila hizi? Leo ushapoteza watu wangapi? Je, una matumaini ya kwamba iko siku utakutana nao? Hakuna makutano isipokuwa siku ya kiyama, na siku ya kiyama kila mmoja ameshughulishwa na lake. Kama ikiwa mtoto wako unayempenda ni mwema,
baba yako mama yako unaowapenda ni wema, basi kwa fadhila za wema ule na malezi yaliyo mema wewe kwa watoto wako na wajukuu zako, Allah subhanahu wa ta'ala atawaunganisha pamoja, mtakuwa pamoja. Kinyume cha hivyo, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi moja litakuwa katika janna na kundi lingine litakuwa katika moto, na hakuna urafiki baina yenu, kwa sababu wataqatta'at bihim al-asbab. Siku ya kiyama zile sababu zote za kuunganisha zitakatika. Hakuna udugu, hakuna ujirani, hakuna urafiki, hakuna chochote. Hakuna tutajali kwamba yule ndugu yangu, yule rafiki yangu, watu watadaiana mpaka vitu visivyostahili kudaiana katika dunia. Mimi nilikufanyia hivi, nilifanya hivi, wewe ulinipiga siku moja, nilipia Allah tabaraka wa taala, ili mradi usalimike wewe, ndugu yako aangamie. Sasa wema utakaofanya katika malezi mema ya watoto wako, kama unawapenda waleo katika malezi mema, ili Allah tabaraka wa taala akukutanishe wewe na wao siku ya kiyama mwishi pamoja. Bali si wewe tu na wake zako, Allah tabaraka wa taala atawaunganisha pamoja mwingie katika janna. Bali si nyinyi pekee yenu, hata wazazi, mababu waliotangulia, maadamu mmeishi katika wema, Allah subhanahu wa ta'ala atawaunganisha pamoja, mtakuwa kitu kimoja. Na yote haya hayawezi kuja ila kwa malezi yaliyo mema. Walhidayah biyadillahi alkarim, na uongozo na hidayah yote hayo katika mkono wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anaongoza anemtaka, yahdi man yasha wa yudhillu, yeye anamuongoza anemtaka, wa yudhillu man yasha, na anampoteza anemtaka subhanahu wa ta'ala. Lakini lazima tutoe juhudi ya malezi ya sawa sawa. Na huko nyuma tuliwahi kuzungumza kwamba huu ndio ulikuwa mfumo wa maisha na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye katika da'wa yake ilikuwa ni at-tasfiyah wa tarbiyah, kusafisha na kulea. Ni lazima tulee watu katika misingi ya sawasawa, tulee mujitama upokee maadili ya sawasawa ambayo Allah tabaraka wa taala anayataka, na maadili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafunza. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul as-salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وآبائنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لك لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم أصلح لنا أحوالنا، أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا وأصلح لنا أهلنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من عادانا فعاده يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساءهم يا رب العالمين، اللهم اهد نساءهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.